Kwa majina naitwa David Ole Sankok, mimi ni mbunge wa Afrika Mashariki. Pia kwa wakati mmoja nilikuwa mbunge mteule ambao anawakilisha watu walemavu hapa nchini Kenya, na pia nimekuwa chairman, mwenyekiti ya baraza kuu la walemavu nchini Kenya, na pia mwenyekiti wa baraza kuu la walemavu Afrika Mashariki. Na kwa kweli there is ability beyond disability. Mimi mwenyewe nikitoa mfano wangu, nilipata ulemavu nikiwa na mwaka 12. Nilikuwa kijana ambao nilikuwa tunacheza kawaida kama mtoto mwingine yoyote, lakini wakati moja nikakuwa ugonjwa wa pneumonia, nikapelekwa mbali sana ili tufikie hospitali. Tukafika usiku wa manane, daktari akaamka na alikuwa amelewa kidogo na uzingizi, akanidunga shindano ikaenda kuharibu kitu inaitwa sciatic nerve, na kwa bahati mzuri, sio kwa bahati mbaya, nikakuwa mlemavu. Nasema kwa bahati mzuri kwa sababu nikiwa Masai, kama sikuwa na ulemavu, ningekuwa morani ambao tunaenda kuiba ng'ombe kutoka kwa majirani. Na wenzangu ambao walikuwa hawana ulemavu, ambao tulikuwa watoto pamoja, walienda kuiba ng'ombe. Wengi wako na majeraha ya marisasi baada ya kukutikana na askari polisi wakiiba ng'ombe. Wengine wameuawa, na wengi wao hawakusoma kwa sababu walikuwa wanadhani kuwa moran kwa Kimasai ndio unaletea hiyo jamii baraka, ama ndio unaongeza ile idadi ya ng'ombe ambao uko nayo. Wakati nilipata ulemavu, nasema kwa bahati mzuri kwa sababu hapo ndio mimi mwenyewe nilijiongelesha, nikaenda kwa soul searching, and then I reflect. Nikasema sasa hata kama mimi ni Masai, siwezi kuwa morani, siwezi lima na jembe, siwezi chunga ng'ombe, kwa sababu pale kuna wanyama msituni, kuna simba, kuna chui, kuna ndovu, kuna nyati ambao sitaweza niua. Kwa hivyo nikaona ile ambao naweza labda ni masomo, nikitia bidii ili niweze kutumia akili, kwa sababu akili haijaadhirika na ulemavu. Ama pia nitumie mikono, kwa sababu mikono yangu haijaadhirika na ulemavu, ni mguu ya kulia tu ndio ilikuwa paralyzed. Nikajiambia pia niko na mdomo, na hiyo ulemavu ambao iliharibu mguu haijaenda kwa mdomo, kwa hivyo pia lazima nitumie mkono. Kwa kutumia akili nikajikakamua kwa muda mrefu mpaka class 6. Kabla sijakuwa mlemavu nilikuwa tu namba last kila wakati, namba 72 out of 72. Lakini wakati moja hata nikakuwa namba 71 na nikasherekea, lakini mwalimu mkuu alikuja kusimamisha hiyo sherehe kwa sababu alikuja kutujulisha ya kwamba kuna mwanafunzi mmoja alikuwa mgonjwa hakufanya mtihani. Kwa hivyo bado tu mimi nilikuwa mkia kama kawaida. Baada ya kuwa mlemavu nikaanza kutia bidii masomoni, nikakuwa namba 13, namba 8, hata hiyo nyingine ambayo inafuata nikakuwa namba 3, na baadaye nikakuwa namba 1 mpaka nikaenda kusomea kazi ya matibabu katika chuo kikuu ya Nairobi, the University of Nairobi, the pride of East Central Africa, the best university north of Limpopo and south of Sahara. Na baadaye pia nikasema lazima nitatumia mkono, na kabla sijaenda university ama chuo kikuu, baada ya form 4 nilienda Narok Youth Polytechnic nikasomea usalamala ama carpentry. Kwa hivyo saa hizi hii maviti yenye unaona hapa mimi mwenyewe ndio nimetengeneza hapa, pia na vijana wachache ambao wanaonyesha kutengeneza. Conference yangu yote katika Osim Country Lodge, viti mingi ni mimi ndio nimejitengenezea. Pia nikasema nitumie mdomo, na nafikiri wananchi wote ambao wanatazama Mweleka TV wanaweza kuwa washahidi wangu ya kwamba mdomo yangu haina speed governor, na kuwa mbunge sio kazi rahisi, ni lazima unajua kutumia mdomo. Kwa hivyo nataka kutia moyo wale wenzetu ambao wako na ulemavu. There is ability beyond disability. Lazima tujikakamue, na lazima tujue ile kuombaomba. Hata mimi ningetumia ulemavu yangu kama chombo ya kuombaomba, na watu wengi wangeona mimi ni ulemavu, wangenisaidia na pesa kidogo hapa na pale, lakini watanisaidia mpaka lini? Ujiulize, watakuangalia mpaka familia? Hapana, lazima sisi wenyewe tujue venye tutaweza kuwa na mshahara yetu na kujitegemea. Na utaweza jitegemea ukijua ulemavu yako ni gani na ni challenges ni gani ambao utaweza pitia. Mimi singesomea kazi ya udaktari ya kutibu ng'ombe, singeweza fukuzana na ndume kudunga shindano kwa sababu ya ulemavu yangu.
Kwa hivyo hata kama ningesomea, ningekuwa na akili ambayo siwezi tumia na siwezi tumia kupata pesa. Na pia ningefungia wengine, kwa sababu wananchi wengi wangesema huyu ni daktari wa ng'ombe lakini hajai tibu ng'ombe yoyote, kwa hivyo walemavu hawawezi. Kwa hivyo pia walemavu wajue hala ambao wanaweza ili wasomee hiyo masomo. Hapa hoteli yangu ya Osim Country Lodge, mimi nimeajiri watu ambao hawana uwezo wa kuongea ama kusikia, the deaf, ili wafanye kazi kwa upande ya usafi kwa rooms na upande ya jikoni, kwa sababu kupika huwezi ongea na masufuria. Kwa hivyo kama unaona uwezo wa kuongea, haina shida, utaendelea na kazi, bora uonyeshwe. Na pia pale ya rooms kusafisha ni mzuri, kwa sababu hao masaa yote wako kazini. Hata sisi tukipiga kelele upande ingine, disco, watu wakipiga nduru au wasikiangi, kwa hivyo wanaendelea tu na kazi yao. Kwa hivyo muda mrefu hao wanafanya kazi. Pia na watu kama wale ambao wako blind, utaweza kuwa wakili, kwa sababu kotini ni kutetea na mdomo na kutumia akili kujua sheria. Kwa hivyo lazima tuwapatie walemavu nafasi. We seek opportunities, not sympathy. Na serikali iweze kusaidia watu walemavu pahali ambao inawezekana. Katika nchi ya Kenya walemavu walipi ushuru. Katika nchi ya Kenya walemavu wana import vehicle duty free. Katika nchi ya Kenya sisi pia tunafanya kandarasi ya serikali, kwa sababu kuna kitu inaitwa ACPO, Access to Government Procurement Opportunity. Katika nchi ya Kenya sign language ni third official language katika hii nchi, ndio pia wale wenzetu ambao wana uwezo wa kusikia na kuona waweze kuwa communicated to. Kwa hivyo kuna manufaa mingi hapa katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo nilisema kwa bahati mzuri nikakuwa mlemavu. Kama singekuwa mlemavu, singekuwa mbunge ambao anasimamia watu walemavu, anawakilisha watu walemavu. Kama singekuwa mlemavu, singekuwa na magari kama hao ambao nanunua bila kulipa ushuru. Kama singekuwa mlemavu, ningekuwa nalipa ushuru pesa mingi sana. Kwa hivyo kwa saa hizi, hata mimi wakati moja nilienda kwa crusade kujaribu kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kunifanya nikuwe mbunge mteule wa kuwakilisha watu walemavu. Wakati bishop aliniona pastor, wakaniambia anda pale mbele ndio walemavu wanaombewa. Nikatoroka mbio, kwa sababu kama angeniombea na mguu ipone, basi ningepoteza kazi yangu, ningepoteza gari ambao niliimport duty free, ningekuwa nimeanza kulipa ushuru. Na kwa saa hizi hii mguu yangu ndio jembe ya kazi. After all, nyinyi ambao mko na mguu mzuri na wewe sio mkimbiaji, hiyo mguu inakusaidia na nini? Wewe sio mwanariadha, wewe sio footballer, na ati unaona ulemavu ya Sankok. Sasa hiyo mguu yako inakusaidia nini? Si afadhali hii mguu yangu ambao iko na ulemavu na imenipatia nafasi ya kuwa mbunge wa kusimamia Afrika Mashariki mzima. Kwa hivyo kwangu nasema ni bahati mzuri nilikuwa mlemavu, na ndio siku hizi hata mtu akiombea hii mguu akuwe na powers na chuma iseme kurukuru na mguu ipone, nitafunja afadhali hiyo uchungu kidogo ya muda kidogo, lakini niendelee kupata manufaa ya kutolipa ushuru na kununua gari duty free, na pia kuwa na nafasi ya kuteuliwa kama mwakilishi wa watu walemavu nchini Kenya na Afrika Mashariki. Asanteni sana. Mungu awabariki Mweleka Angela Mweleka kwa sababu ya kunialika Mweleka TV. Angazia vitu ya watu walemavu, na walemavu pia tujaribu kujikakamua na tujitie nguvu. Asante.